Wekundu wa Msimbazi Simba wameanza kuhusishwa na mlinda lango nambari 1 wa timu ya taifa ya Nigeria, the Super Eagles. Huu si mwingine ni Charles Stanley Nwabari, mlinda lango ambaye amekuwa na kiwango bora kwenye mashindano ya AFCON yaliyomalizika hivi punde huko katika nchi ya Morocco, AFCON ya mwaka 2025. Nakwenda kumwangazia, je, klabu ya Simba ina uhitaji wa mlinda lango aina ya Stanley Nwabari ama ni kukurupuka kwao, kwa maana klabu ya Simba bado wanawalinda milango wawili ambao wana uwezo wa kuwa maintain na kusalia katika kikosi chao kwa msimu unaofuata. Nipo hapa na Shabel Daniel, ni lango ni Leopard John, sauti ya mvua. Shabel, Simba yupo Pimpin Kamara, yupo Jibrila Mahamadou Tanja Kasali, lakini bado wameanza kuhusishwa na golikipa mwingine kwa maana ya Charles Stanley Nwabari. Unafikiri hii inaashiria nini hasa kwenye timu kama Simba katika eneo la goalkeeping? Kitu cha kwanza ni kwamba magolikipa hao wawili, kwa mfano Kasali ni golikipa ambaye ubora wake wengi viongozi mashabiki hawajao convinced na kiwango chake. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwa nini Simba wanatafuta golikipa mwingine wa kigeni hata kama hatakuwa Stanley Nwabari. Lakini issue ya Kamara ni golikipa ambaye wanamuappreciate viongozi mashabiki na mchango wake kila mtu anaujua akiwa fit. Lakini mahali pia ambapo wameshindwana na Simba ni issue ya maslahi ya yeye kuongeza mkataba mpya ambao utamfanya endelee kuwepo katika kikosi cha Simba. Issue ya Nwabari ilikuwepo kabla hata ya golikipa Tanja Kasali hajasajiliwa, lakini still mahitaji yalikuwa ni makubwa pia kwa mchezaji huyo, na ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakifahamu. Ni kweli interest ilikuwepo, lakini mara ya kwanza wakati Simba wameulizia upatikanaji wake, golikipa huyo alikuwa AFCON na kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria na alikuwa katika kiwango kizuri sana. Kwa hiyo Simba aliulizia upatikanaji wake, alikuwa available kipindi kile, lakini gharama zake yeye kama yeye zilikuwa ni kubwa sana. Na ndo hata kama hivi taarifa ambazo zinaibuka sasa hivi ni kwamba Simba wameulizia tena upatikanaji wake kwa sababu ni free agent, hana team sasa hivi, ana train tu individually na personal trainer kwa sababu alishaachana na Chipa, klabu ambayo alikuwa anaichezea nchini Afrika ya Kusini tangu mwezi wa pili mwaka huu 2026. Kwa hiyo ni kama vile Simba bado anaendelea kusearch kutafuta golikipa mwingine top quality kwa ajili ya kujiunga na klabu yao kuelekea msimu ujao wa mashindano, katika mazingira ambayo kama golikipa wengine waliopo klabuni imeelezea hali zao zilivyo sasa hivi. Sawa, tutegemee kumuona Stanley Nwabari kwa msimu ujao kunapo kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba? Hapana. Kwa taarifa mimi nilizonazo bado management ama upande wa mchezaji Stanley Nwabari golikipa huyu bado wameshikilia pale pale ambapo wameendelea kushikilia, kwamba wanahitaji dau kubwa sana ambalo Simba hawawezi kuliafford kwa golikipa kama Stanley Nwabari. Kwa hiyo mpaka sasa hivi taarifa mimi nilizonazo ni kwamba hakuna deal, hakuna mazungumzo mapya baina ya Simba na Stanley Nwabari juu ya yeye uhamisho wake kutoka huko alipo mpaka kuja Simba Sports Club. Kwa hiyo as it is stand ni kama Simba bado anaendelea kuassess option nyingine, either wamlipe fedha anayotaka mtu kama Musa Kamara ama watafute golikipa mwingine sehemu nyingine ili aweze kuwa mlinda mlango namba 1 kwa msimu ujao. Lakini deal la Nwabari kwenda Simba, taarifa zilizopo ndio hizo. Simba hawajafungua tena mlango wa mazungumzo na upande wa mchezaji huyo kwa sababu gharama zake zipo juu sana ambazo Simba wameshindwa kuziafford. Hii inamaanisha nini kwa klabu kama Simba ambayo ina compete katika mashindano makubwa na kukosa saini ya mlinda lango mkubwa kama Stanley Nwabari, golikipa ambaye ameonekana kwenye tournament kubwa na amekuwa na kiwango bora moja kwa moja? Ni ile rhythms ya kuamini kwamba wao ni bora kuliko mchezaji ama ni nini? Hapana, unajua klabu zina bajeti zao, kuna structure ya mishahara, kuna structure ya kiwango cha usajili, ada ama fedha usajili inapaswa ikomee wapi. Kwa hiyo Stanley hakusa sana timu, huwezi kuwa na uhakika pia na kiwango chake sababu
haachezi mechi, ana train tu individually. Kwa hiyo unaweza ukamleta kwa fedha nyingi ikawa disaster kwenye miezi ya kwanza ya utumishi wake Simba, akatetereka kidogo, akayumba, akapitia nyakati ngumu kwa sababu ya kuwa anajitafuta kurudisha ile match sharpness, fitness yake. Kwa hiyo katika kipindi hicho unaweza ukajiuliza, je, mashabiki ama watu wa mpira Tanzania tunavyojijua sisi watakuwa na muongeleaji hasa ukisikia amekuja kwa fedha nyingi alafu kiwango chake kikawa hakiridhishi. Ndio maana watu tunapendelea kwamba unapokwenda kumsajili mchezaji basi awe active, yani aje hapo hapo aanze kucheza kwa ajili ya kuisaidia timu, sio aanze kujitafuta katika muda kujitafuta, labda ameshatoa maboko mengi ambayo amegharimu timu kwenye mechi za vikombe. Kwa hiyo ndo riski hiyo ambayo Simba hataki kuichukua. Kama anakuja aje kwa fedha ambayo wao wanaona inafaa kwa sasa hivi, kwa mazingira yake, situation yake yeye ilivyo. Hana timu, ni mchezaji ambaye hana timu. Kwa hiyo muda mwingine tunasemaga yeye ndo anahitaji zaidi Simba kuliko Simba inavyomhitaji Stanley Nwabali. Nwabali hana timu, ni free agent. Kwa hiyo unaikataa Simba. Sasa kivipi dau liwe kubwa kama yeye ndo anataka timu? Yani nimezungumza, yani kwa mimi mazingira ninayoona mimi. Nwabali ndo alipaswa at least awafikirie Simba kwamba aone ni wakombozi wa karia yake. Kwa sababu hana timu. Mwanamke akikupenda atakuja kwako kwa hali yoyote, hata kama ni maskini na fukara, kama ndugu yetu Yusuf Ramadhani Mpuma, kameramani wa The Golden Boot ya Anuari TV. Hadi wakati mwingine, endelea kusalia nasi Anuari TV. Jina langu ni Leopard John, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Nilikuwa hapa na mchambuzi kinala Shabel Daniel, Shabel_8 pale Instagram. Hadi wakati mwingine, kwaheri.